wa wilaya ya Chunya. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na mimi nipende kusema tuna kila sababu ya kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hii kazi ambayo tunajionea sisi wenyewe hapa kama wana Mbeya. Kihistoria nilikuwa mkuu wa wilaya hapa. Hii ni moja ya eneo ambayo lilinifanya nikeshe nyakati za mvua. Hali ilikuwa tete sana, daraja maji wakati fulani yana overflow daraja, lakini kwa jitihada za serikali kufikia hatua hii, kwa kweli tuna kila sababu ya kushukuru kwa hatua hii, lakini pia kumpa pongezi mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uthubutu mkubwa ambao anaendelea kuonyesha nchi nzima. Kwa hiyo leo kwa sisi wanachunya tunasema asante, na nikiwa kama sehemu ya serikali niseme tu kwamba wananchi wote tuendelee kuwa na imani, kuwa na subira. Maeneo yote korofi ambayo bado yanatutatiza katika barabara hii yako ndani ya mpango, na katika hili tutarajie barabara hii tuliyoiona namna ambavyo ipo itaendelea kuboreshwa kwa kiwango cha lami. Mara kadhaa inaongelewa ndani ya Bunge. Kwa hiyo wananchi waendelee kuwa na imani na serikali, kwa sababu serikali haiwezi kuacha kundi lolote la wananchi likiendelea kupitia changamoto. Hapa tulipo hili daraja inaitwa daraja la Mto Rukwa. Mheshimiwa Mkuu wa Msafara, hiki tulichokiona hapa, kuna kingine kama hiki kiko umbali kilomita 75 kutoka hapa, unaitwa Gitimanyanga. Kwa hiyo kuna daraja jingine kama hili limetengenezwa. Tunachokiona hapa ni hicho ambacho utakiona hata upande wa pili. Ni kama unachukua mfano huu, unakuwa unaruka tena mfano huu, unakuwa una upesti kule. Kwa hiyo tunayo madaraja mawili. Nadhani kutokana na muda tulionao hauwezi kutosha kwenda mpaka kuona daraja jingine, lakini kwa kweli serikali imefanya mambo makubwa sana kwa wananchi wa wilaya ya Chunya. Mimi ninachoweza kushukuru na kupongeza ni kitu kimoja. Tumekuwa na miradi mingi, lakini kinachokuwa kinatuletea mgogoro kwenye miradi mojawapo swala la muda wa utekelezaji. Kweli katika swala la muda wa utekelezaji wa mradi huu niwape pongezi zenu TANROADS kwa kuzingatia muda. Jambo hili mradi huu umekamilika ndani ya mwezi. Taarifa inasema alikuwa akabidhi mwezi Novemba, akaongezewa muda nao sio mwingi, akaja akakabidhi mwezi Januari. Kwa hiyo Novemba na Januari, hata katika hali ya kawaida miradi inakuwa na mambo ya hapa na pale, ni muda ambao unakubalika kabisa kwamba hii extension, kama mnaita extension, hata hivyo kwa muda huo mfupi sana. Kwa hiyo mimi nasema amemaliza kazi ndani ya muda aliyopewa. Lakini la pili huwa ni value for money. Mradi huu umegharimu bilioni 5.6. Tukiuangalia kwa kuwa bado kuna kipindi tena kingine cha matazamio, bado tutaendelea kuangalia tuone kama kuna kasoro ambazo hatujaziona, lakini tukiziona pia tutawataarifu wenzetu wa TANROADS waweze kuziattend na mkandarasi aweze kujulishwa kufanya wajibu wake kama inavyotakiwa.